uhai unaanzia pale kwenye mbegu, ndicho ambacho vitu vingine vitatoka. Lakini zaidi ya huo uhai, inamaanisha tutaweza kupata tija, na ndio mtazamo wa serikali kuweza kuona kilimo chetu cha Tanzania, na hasa hapa ninasimama nikiongelea zaidi kimamlaka, kilimo cha nafaka na mazao mchanganyiko kinakuwa chenye tija na kinaendelea kuchochea haya yote tuliyoyasikia kutoka kwa mkurugenzi msaidizi, kwamba haya mabadiliko, hii chachu ambayo inapatikana iendelee kupatikana. Sio tu kwa sababu sasa wamepata soko na wameweza kuuza kwa bei nzuri, bei ambayo inaendana na bei ya kwenye soko la dunia, lakini bei ambayo inaenda kumpatia mkulima faida ili aweze akachochewa zaidi. Lakini sasa tuende kulima kupata tija ya zaidi, na tulime kwa wingi, na vyote hivyo kwa kweli kwa msingi kabisa ni pale kwenye mbegu bora. Matumizi ya mbegu bora kama ambavyo nimesema, yanaongeza uzalishaji, yanahakikisha ubora na hatimaye kuimarisha ushindani wa mazao yetu katika masoko ya ndani, kikanda na kimataifa. Hivyo basi, kuimarisha upatikanaji wa mbegu bora ni hatua muhimu katika kuimarisha usalama wa chakula, kuongeza kipato cha wakulima na hatimaye kukuza uchumi wa taifa letu. Ndugu washiriki, kwa mujibu wa Sheria ya Usalama wa Chakula sura namba 249 ambayo imefanyiwa marekebisho mwaka 2023, COPRA ina jukumu la kuratibu na kuhamasisha uzalishaji wa mazao ya kimkakati ikiwemo mazao jamii ya mikunde na ufuta. Tukiangalia COPRA na majukumu ambayo tumepewa kwenye haya mazao, tunaanza mazao yote ya nafaka, mazao haya mengine ya mchanganyiko ambayo kwenye makundi mbalimbali, ambayo makundi ya mafuta, kuna makundi ya mizizi, kuna makundi ya mazao ya bustani, kuna makundi ya mazao yote hayo ni mazao yale kama ambavyo yameelezea mkurugenzi msaidizi pale kutoka ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, kwamba pale nyuma, na mimi naomba tusiseme hayana bodi, kwa sababu pale nyuma yalikuwa hayana msimamizi katika ngazi ya utekelezaji, kwa sababu Wizara ya Kilimo ipo, ilikuwepo na itaendelea kuwepo, na mazao yote yanaratibiwa pale kisera. Lakini kwenye kuhakikisha unakimbizana, unakuwa na kipele ambacho kuna mtu anakunwa nacho, kama ambavyo hizi bodi zimekuwa designed kufanya, pale nyuma yalikuwa hayana msimamizi. Lakini takriban sasa miaka 2.5 na inshallah tunaelekea miaka 3, COPRA imeanza kazi yake rasmi. Kwa hiyo mazao ni mengi, lakini kwa siku ya leo tutaongelea upana mkubwa wa haya mazao, lakini tutajaribu kujikita ndani zaidi kwenye yale ambayo tayari tumeshaanza kuyakimbizia kwenye kuhakikisha tunachachua matumizi ya mbegu bora, ambayo ni mazao ya ufuta pamoja na mazao ya mikunde ambayo yalikuwa yamesahaulika kabisa kwenye upande wa matumizi ya mbegu bora ambayo yanatuletea tija na hivyo vitu vingine nilivyoviongelea. Kwa hiyo hata kama tutajiongelesha zaidi kwa siku ya leo kwenye mazao ya ufuta na mikunde, lakini tutaendelea kurudi hapa na kurudi hapa na kurudi hapa kadri jinsi ambavyo tunakuwa tunaendelea kujipanga zaidi kwenye haya mazao mengine yote ambayo yanasimamiwa na taasisi hii ya COPRA. Kwa hiyo katika mwaka 2025-26 COPRA ilianza kutekeleza jukumu hili la kuchachua matumizi ya mbegu bora katika mazao ya ufuta na mikunde. Kwa kuchachua huko, sisi tuliona kwamba umuhimu wa kuweza kununua na kusambaza mbegu pamoja na miche bora ya mazao haya ikiwemo mikunde, ufuta, alizeti pamoja na miche ya parachichi. Ndio mguu wetu wa kwanza kuweza kuona ili tuchachue sasa matumizi ya mbegu bora. Lakini katika kipindi hicho COPRA ililenga katika mipango yetu mwaka huu ambao tunamalizia 25-26, na katika kujiwekea kwenye bajeti zetu na mipango yetu ya kiutekelezaji,
kwamba tuweze kununua na kusambaza tani 420 za mbegu bora pamoja na miche milioni 1 ya parachichi. Hata hivyo, hatukufanikiwa kuipata kwa sababu katika hizo tani 420 tulifanikiwa kupata tani 164 tu za hizi mbegu bora, ambayo ni sawa sana na 39%. Na kwa upande ule wa miche, kutokana na jinsi ambavyo tulivyofanya kwenye manunuzi na bado tunaendelea, tunaamini kwenye miche tunaweza tukafikia. Tulikuwa tunataka hiyo miche milioni 1, lakini kwenye upande wa parachichi tumefanikiwa kupata miche 349 tu, ambayo yenyewe ni sawa sawa na 35%. Sasa nadhani mnaliona hilo tatizo kwamba serikali imejipanga kwa kuweza kuchachua, na hatua ya kwanza ni kununua kwa mfumo huo wa ruzuku, lakini tunakuja kwenye seed system yenyewe, tunakuja kwenye mfumo wa mbegu, tunakutana hazipo. Zingekuwepo zingenunuliwa na zingesambazwa kwa wakulima ili tuweze kuendelea kuwachachua wakulima katika matumizi ya mbegu bora, ambao ndio msingi hasa tuliosema tunataka tuone kilimo chetu kinaelekea. Sasa baada ya kuona hili, nadhani ndio mnaelewa sasa umuhimu wa sisi kuwepo hapa wote, kwa sababu sisi kama COPRA kazi yetu ni kuweza kuona, tunataka tuone nini, matokeo gani yapatikane. Ili ya matokeo yapatikane, mahitaji yako wapi? Sasa katika upande wa mbegu ndio mahitaji hayo ambayo tulikuwa tumejipanga nayo kwa mwaka wa kwanza. Sasa inakuwa yapatikana, tukisema hapa kuna umuhimu wa kujiratibu vizuri kama sekta ili iweze kukidhi mahitaji ambayo yapo kwenye haya mazao yetu, ili tuweze kuhakikisha mkulima anatumia mbegu bora. Kwa hiyo ndugu washiriki, katika utekelezaji wa jukumu la ununuzi na usambazaji wa mbegu bora na miche bora, ndio COPRA ilibaini hilo changamoto kubwa, lakini tuliona kwamba kuna changamoto kadhaa, ikiwemo na uhaba ambao kama nimeuelezea ambao upo, lakini vile vile kukosekana mfumo thabiti wa kuweza kuratibu mahitaji halisi ya mazao haya, ambayo kama ambavyo amesema mkurugenzi msaidizi, kwa sababu yalikuwa hayana msimamizi, kwa hiyo kulikuwa hakuna mshikadau ambaye sasa anajaribu kukimbizana naye kuhakikisha kwamba ule mchezo wote unakaa vizuri, yaani wazungu wanaita ile puzzle yote inatimia. Unajua puzzle inakuwa ina vipande mbalimbali, na ndio maana ya kuwa na nyinyi wote ni sehemu ya mfumo wa mbegu. Kwa hiyo mje hapa tuwaambie COPRA inahitaji nini, ili tuweze kujua nani anafanya nini, ili haya mahitaji yaweze kutokea. Kwa hiyo hiyo ndio kazi kubwa, ni swala la kusema kwamba sasa tukae tuwaambie tumejipangaje kwa mwaka ujao, na ili kuweza kujua sasa tumejipangaje kwa mwaka ujao, tuweze kujua jinsi ambavyo kila mmoja wetu ana nafasi ili kuweza kuhakikisha hizo mbegu zinapatikana na baadaye wakulima waweze wakapate mbegu na kuweza kuimarisha tija. Na hiyo ndio sababu kubwa ya kuwa na hichi kikao ambacho tunawaita hapa. Lengo kuu ni kujadili kimkakati na kuimarisha uzalishaji na upatikanaji wa hizi mbegu bora na miche bora. Na vile vile sasa, baada ya kuwa tumelipata hili tatizo, tukasema tulianzishaga tayari mchakato wa kuweza kufanya hili, lakini sasa tulianzisha mchakato lakini haukufika mwisho. Lakini baada ya kupata tatizo tukasema hivi, tunawezaje kujitatua hapa? Tukasema mwaka 2024 tuliwaita hapa wadau wote na tukajaribu kusema kwamba ili tuweze kwenda mbele tukiwa tumejipanga vizuri, kuna umuhimu wa kuwa na kitu kinaitwa Joint Seed Action Plan, yani JSAP. Kumbe tungeenda kwa mbio zaidi, basi hata haya matatizo niliyosema mwaka jana yasingekuwa makubwa kama ambavyo yamekuwa makubwa. Ndio maana sasa tumesema mwarobaini kumbe tayari ulikuwepo, na tulikuwa tumeshafanya kazi kubwa kama mlivyosikia kwenye utambulisho hapa. Tumeongelea kwamba kuna kikosi kazi ambacho kimefanya kazi kwa muda mrefu sana,
lakini vile vile hiyo JSAP ilishakuja ikaletwa pia kwa wadau. Kwa hiyo tukasema kwa sababu tayari kuna mfumo wa jinsi ya kuiratibu sekta ili iweze ikatupa matokeo tunayotaka, tukasema sasa kwa kupitia kikao hiki tunatarajia tutaupitia kwa pamoja huo mpango wa Joint Seed Action Plan, yani mpango wa pamoja wa upatikanaji wa mbegu za nafaka na mazao mchanganyiko, ili sasa mtapata nafasi ya kuboresha na kuweka utaratibu wa utekelezaji wake. Vile vile kikao hiki kitapendekeza kamati ya kudumu ya kitaifa ya uratibu wa upatikanaji wa hizo mbegu na miche kwa ajili ya nafaka na mazao mchanganyiko. Aidha, pia tutajadili namna ya kuimarisha uzalishaji wa mbegu kupitia wakulima wa mbegu za daraja la kuazimia ubora, yani QDS, ambao utawalenga vijana na wanawake. Katika kutafakari na kuweza kuona tunaendaje mbele kwa mfumo ambao uko sustainable, yani unajitegemea, na vile vile kuweza kuona tunachachiaje vijana wetu kupata ajira kwenye hii sekta ambayo ni kubwa, ni nzuri na ina tija kubwa kwa taifa, ambayo ni sekta ya mbegu. Sisi kama COPRA na kwa mikakati na mipango mbalimbali tutakayokuwa nayo ya mbegu, tunataka kuona jinsi ambavyo vijana wa Tanzania wanakuwa kiungo kikubwa katika kutoa mwarobaini wa hili tatizo ambalo nimesema. Na katika kufanya hivyo tunaona huu utaratibu wa kutumia hizi daraja la kuazimia ubora QDS ni mlango mkubwa sana. Kwa hiyo pia tutaenda kuongelea swala la QDS na nafasi yake kubwa, lakini sisi tukiwa tunalenga zaidi kuweza kuona jinsi gani tutapeleka vijana wengi na wanawake wengi katika kutatua masuala ya mbegu zile za nafaka na mazao mchanganyiko, lakini hasa kwa ajili ya mguu huu wa kwanza ni za ufuta pamoja na haya mazao ya mikunde. Ndugu washiriki, umuhimu wa juhudi hizi unaongezeka zaidi kutokana na malengo ya serikali ya kuongeza uzalishaji wa mazao ya kimkakati kwa ajili ya masoko ya ndani na ya nje. Serikali kwa kupitia mpango kabambe wa mageuzi ya kilimo 2050, yani Agriculture Sector Master Plan, na dira ya taifa ya maendeleo 2050 inatambua sekta ya kilimo kama engine ya kukuza uchumi wa nchi. Hili inahusisha kuimarisha upatikanaji wa chakula nchini, kuongeza mazao hususan tunayouza nje ya nchi, hususan nchi za nje, lakini vile vile kuhakikisha sekta ya viwanda na biashara inapata malighafi ya kutosha kutoka katika uzalishaji wa ndani. Mafanikio ya malengo haya yanategemea kwa kiasi kikubwa upatikanaji wa mbegu bora zitakazoongeza tija, ubora na ushindani. Hivyo basi ninawaomba wadau wote kutumia kikamilifu fursa ya kikao hiki kwa kutoa mawazo, uzoefu na mapendekezo yatakayosaidia kuboresha mfumo wa uzalishaji, uratibu na usambazaji wa mbegu bora nchini. Ushirikiano wenu katika kikao hiki utaweka msingi muhimu wa kuhakikisha wakulima wanapata mbegu bora kwa wakati, kuongeza uzalishaji wa mazao ya kimkakati na hatimaye kuchangia utekelezaji wa malengo ya kitaifa ya kukuza uchumi kupitia sekta ya kilimo.